Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linamshikilia mtu mmoja ambaye anaitwa Mawazo Msangawale mwenye umri wa miaka 24. Huyu ni mkazi wa Mlowo wilayani Mbozi katika mkoa wa Songwe. Anashikiliwa kwa tuhuma za mauaji ya kijana mmoja mwenye umri wa miaka 18 anayeitwa Juven Baraka Mwambugi aliyekuwa mkazi wa Isoko wilayani Chunya katika mkoa huu wa Mbeya. Awali Januari 9 mwaka 2026 majira ya saa 2 za asubuhi katika kitongoji cha Isoko, kijiji cha Igundu, kata ya Sangambi iliyopo katika tarafa ya Kiwanja, wilaya ya Chunya, mkoa huu wa Mbeya, Juven Baraka Mwangumbi mwenye umri wa miaka 18, mkazi wa Isoko ambaye kwa sasa ni marehemu, alipigiwa simu na huyu Mawazo Msangawale ili wakutane katika pori kwenye mto unaoitwa Mapogoro kwa lengo la kutaka kufanya naye biashara ya kuuziana madini aina ya dhahabu. Toka siku hiyo alipopigiwa simu hakuonekana tena hadi alipokutwa akiwa ameuawa kwa kukatwa na kitu chenye ncha kali kichwani, ambapo pia pikipiki yake aliyokuwa akitumia yenye namba za usajili MC 599 FJJ aina ya Hujwe pamoja na fedha taslimu shilingi milioni 1.5 alizokuwa nazo huyu marehemu hazikuweza kuonekana katika eneo la tukio. Kwa hiyo kufuatia tukio hilo, Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya kupitia askari wa kuchunguza matukio ya mauaji walianza msako mkali Januari 15, 2026 majira ya saa 9 alasiri huko kwenye eneo la Mpemba katika mji mdogo wa Tunduma ulioko katika mkoa wa Songwe. Waliweza kufanikiwa kumkamata mtuhumiwa huyu Mawazo Msangawale aliyekuwa akitafutwa sasa kutokana na tuhuma hizi za mauaji. Na mtuhumiwa huyu baada ya kumkamata au kumkuta huko katika eneo hilo la Tunduma huko mkoani Songwe, pia alikutwa akiwa na pikipiki MC 599 FJJ iliyokuwa ameipola baada ya kutekeleza mauaji yake katika mauaji haya huko wilaya ya Chunya. Kwa hiyo uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha tukio hili lilikuwa ni tamaa za kujipatia fedha au mali kwa njia isiyo halali, na ninavyoongea hivi sasa upelelezi umekwisha kamilishwa jalada hili ili jalada lifikishwe ofisi ya mashtaka na hatua zingine za kisheria ziweze kuendelea dhidi yake. Sambamba na hilo, Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya kwa kushirikiana na maafisa wa idara ya uhamiaji mkoa wa Mbeya linawashikilia watuhumiwa 37, hawa wakiwa ni wanaume raia wa nchini Ethiopia ambao wameingia nchini bila kufuata utaratibu na wakiwa hawana vibali. Watuhumiwa walikamatwa Januari 16 mwaka 2026 majira ya saa 10 jioni katika kijiji cha Kasumuru wilayani Kyela mkoa wa Mbeya, na walikamatwa na askari wa Jeshi la Polisi kama nilivyosema, wakiwa wanashirikiana na maafisa wa uhamiaji wakiwa katika operation ya pamoja waliokuwa wakifanya ya kuzuia na kudhibiti uhalifu katika maeneo haya. Kwa hiyo wahamiaji hao waliosafiri na kuingia nchini kwa vificho kwa kutumia njia zisizo rasmi, kisha waliweza kwenda kujificha kwenye nyumba moja ya mtu ambaye alifahamika kwa jina moja tu la Kasanga iliyopo mashambani mbali na makazi ya watu kule maeneo ya Kasumuru. Taratibu zingine zote za kisheria zinaendelea kufanyika na zinaendelea kukamilishwa ili baada ya hapo idara ya uhamiaji iweze kuchukua hatua stahiki dhidi ya wahamiaji hawalamu. Wakati huo Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya kwa kushirikiana sasa na watumishi wa kampuni ya Blue Master Limited waliweza kuendesha msako na walifanikiwa kuwashikilia watuhumiwa wawili. Wa kwanza ni Mudi Damata maarufu Abdalla mwenye umri wa miaka 26, mkazi wa Soweto jijini Mbeya, na mwingine Juma Saidi maarufu Juma mwenye umri wa miaka 49. Huyu ni mkazi wa Isangawana wilayani Chunya katika mkoa huu wa Mbeya. Mpaka sasa hivi wanashikiliwa kwa tuhuma za kutengeneza pombe bandia ambayo walikutwa nayo wakiwa hawa watuhumiwa sasa wakiwa wanaiuza. Ni kwamba watuhumiwa walikamatwa Januari 18 mwaka 2026
26 majira ya saa 7 usiku katika kitongoji cha mpakani katika kijiji cha Isangawana wilayani Chunya mkoani Mbeya, wakiwa na bidhaa hizo za bandia na zisizokuwa na kiwango ambazo ni pombe kali aina ya Pan Master ambazo idadi yake ni katoni 49, konyagi kubwa boksi 8, konyagi ndogo zile za kati boksi 8 na konyagi nyingine zile ndogo kabisa boksi 18. Watuhumiwa walikamatwa na pombe hizo bandia au fake wakiwa tayari wamekwisha ziandaa kwa ajili ya kuzisambaza kuwapelekea wateja. Kwa hiyo Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa baadhi ya wananchi ambao bado wanaendelea au wanaendekeza tabia ya kujipatia mali au fedha kwa njia ya udanganyifu au kinyume na sheria waweze kuacha mara moja, kwani madhara yake ni makubwa kwao na kwa jamii, kama ilivyotokea kwenye tukio hili la mauaji ya Juven Baraka Mwambugi. Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa wageni kufuata sheria na taratibu za kuingia nchini ili kuepuka usumbufu wa kuchukuliwa hatua kama hivi ambavyo wameweza kuchukuliwa. Lakini pia linatoa wito kwa baadhi ya watu wanaotengeneza pombe bandia na zisizokuwa na kiwango kuacha tabia hiyo mara moja, kwani ni kinyume cha sheria, lakini pia zinasababisha madhara makubwa kwa watumiaji. Aidha, kwa wauza vileo ambao wanauza vileo maeneo mbalimbali, wanatakiwa sasa wahakikishe wananunua bidhaa hizo kutoka kwa wasambazaji halali wanaotambulika na wanaofahamika kupitia kampuni zao au wakala wanaofanya biashara hizo.